Kwa majina naitwa Devota George Mrope, ni afisa kumbukumbu Mamlaka ya Mapato Tanzania. Kwenye chama chetu cha management ya kumbukumbu na nyaraka, mimi ni rais wa chama cha management ya kumbukumbu na nyaraka Tanzania. Chama hiki ni chama cha kitaaluma ambapo katika kutekeleza mpango mkakati wa mwaka tuna kalenda ya mafunzo na kikao kazi ambayo yanafanyika hapa Njombe. Mafunzo haya yameanza jana siku ya tarehe 9 na yatahitimishwa siku ya tarehe 12 na Mheshimiwa Waziri, Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Mheshimiwa Ridhiwani Jakaya Kikwete. Jukwaa hili ni muhimu sana kwa watunza kumbukumbu na nyaraka Tanzania, kwani wanakwenda kwa siku 4 kwenda kujengewa uwezo, ujuzi, maarifa katika eneo la utunzaji wa kumbukumbu na nyaraka za serikali. Wote tunatambua kwamba bila kumbukumbu hakuna kitu chochote kinachoweza kufanyika. Tunatambua kwamba bila kumbukumbu hakuna utekelezaji wa mpango mkakati wa taasisi wala wa taifa. Lakini tunafahamu kwamba bila utunzaji bora wa kumbukumbu na nyaraka hakuna ukusanyaji wa mapato. Lakini bila utunzaji bora wa kumbukumbu na nyaraka hakuna utekelezaji wa mpango wa maendeleo wa miaka 5, miaka 6, miaka 10, mfupi na wa muda mrefu. Lakini pia sasa hivi tunayo dira ambayo ilizinduliwa mwaka jana, dira ya taifa ya maendeleo ya 25-2050, ambayo dira hiyo imeeleza mipango mikakati ya taifa letu linaenda vipi. Sisi kama watunza kumbukumbu tunaamini dira ile ni taa, lakini taa ile haitaweza kumulika kama kuna utunzaji bora wa kumbukumbu na nyaraka. Kwa sababu kupitia mpango mkakati ule wa miaka 25 unaenda kuwaleta viongozi katika awamu tofauti ambao watahudumu katika nyakati tofauti kwenye maeneo tofauti. Hivyo basi kumbukumbu zilizokuwa salama, sahihi, zilizotunzwa vizuri zinasaidia kwenda kufanya rejea ya nani alifanya nini, aliishia wapi na mimi natakiwa niendeleze nini. Nchi inayoendelea inatakiwa kusonga mbele na sio kurudi nyuma. Lakini zaidi tunaenda kuangazia usiri. Taifa lolote linalohitaji kuendelea na lenye maendeleo lina siri. Kuna siri kuu ambazo taifa ile limeenda kwenda kuhifadhi, ndio maana hautoweza kuzijua. Kutoweza kuzijua ndio kunakosababishia taifa ile au nchi ile liweze kuwa salama. Kwa hiyo sisi kupitia hapa tumekusanya watunza kumbukumbu na nyaraka nchi nzima, kuwapika, lakini mwisho kuwalisha kiapo cha utunzaji wa siri za serikali. Tunataka nchi yetu iwe salama nyakati zote. Tunataka mitandao ya kijamii siende kwenda kuathiri utunzaji wa kumbukumbu na nyaraka. Watunza kumbukumbu zaidi ya 1500 wako hapa ndani ambao tunaamini baada ya kutoka hapa wataenda kwenda kuleta ufanisi na tija kwa maendeleo ya taasisi tunazosimamia na taifa kwa ujumla. Lakini zaidi tunamuunga mkono Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Yeye ni mwana Trump namba 1 kwenye chama chetu hiki na yeye ni mwanachama, kwa maana kwamba alianzia kada hii ya utunzaji wa kumbukumbu na nyaraka. Kwa hiyo sasa sisi tuko kumtia moyo, kumuunga mkono, lakini zaidi kumhakikishia kwamba kupitia sisi kumbukumbu za nchi zitakuwa salama. Kwa majina anaitwa Gwamaka Andrew Ngomale. Mimi ni mwenyekiti na makamu mwenyekiti wa Trump Taifa. Tuko hapa Njombe kwa ajili ya mafunzo na kikao kazi kwa watumishi wote wa umma na private na watu wote ambao wana interest na masuala ya records. Tuko hapa kwa ajili ya kuwapika, kuwafundisha maadili ya utunzaji wa siri na records za serikali hata katika sehemu zao za private, kwa sababu sheria ya records inatuongoza wote, private sector pamoja na government sector. Kwa tuko hapa kwa ajili ya kuwafunza na kuwakumbusha majukumu yao, na vile vile tutakuwa na kiapo ambacho kitawafanya kwamba sasa wawe vetted, sijui kwa Kiswahili tunahitaji wawe vetted kwa ajili ya utunzaji wa kumbukumbu ulio mahiri kabisa. Teknolojia kama unavyosema, tunashukuru kwa kuwa hata hapa unavyoona katika mafunzo haya pia yataangalia hilo eneo la teknolojia. Kuna teknolojia saizi za hali ya juu sana, kuna mambo ya AI na vitu vingine vingi. Kwa hiyo unavyoona hapa kuna magwiji wamekuja kwa ajili ya kutrain hata kwenye hilo eneo la teknoloji, uibaji wa nyaraka, mbinu gani zinatumika na jinsi ya kuzuia
kuzidhibiti hizo nyaraka zisiweze kutoka nje. Na pia kama nilivyosema wa kwanza, uadilifu unaanza ndani. Kama mtu atakuwa mwadilifu, tunasema awe na mnaita integrity, kitu ambacho hata akiwa peke yake hataweza kufanya uhalifu wa aina yoyote. Na ndio maana tumekaa hapa ili kuwafunza hayo, kwamba wasione ni mambo ya kawaida kama kupiga picha nyaraka za kiserikali, jinsi ya kuzitunza, jinsi ya move nazo, na nani anastahili kufunua nyaraka gani na nani hastahili kufunua nyaraka gani. Kwa hiyo tutakwenda kuanzia electronic records na hata hizo physical records. Kiapo ni kila tunapofanya mafunzo tunafanya viapo. Kwa sababu gani? Kuna ajira mpya huwa zinaingia hapo katikati, nyingi za kutosha, na serikali kama serikali huwa inafanya kiapo mara nyingi kwa watu wake, lakini unakuta kutokana na budget unakuta sio kwa wote, lakini kupitia hadhara hii wanaweza pia wanakutana na hiyo fursa ya kufanya nini, kuweza kufanya kiapo. Kwa hiyo zile ajira mpya na wale wa zamani, nakumbuka kiapo kwa mujibu wa sheria za nchi inatakiwa ikiwezekana kila baada ya miaka miwili watu wakumbushwe kile kitu ambacho wanatakiwa wakifanya.